Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mkoa wa Mtwara umeendelea kujidhihirisha kama kitovu muhimu cha uwekezaji wa madini nchini kutokana na uwepo wa rasilimali nyingi za madini ya viwandani, vito na madini mkakati, huku mapato ya serikali kupitia sekta hiyo yakiongezeka kwa kasi katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Afisa madini mkazi wa mkoa wa Mtwara, Winifrida Mrema, amesema mkoa huo unafahamika zaidi kwa uwepo wa madini ya chokaa yanayotumika kuzalisha saruji katika kiwanda cha saruji cha Dangote, jambo linalochangia kukuza uchumi wa mkoa, kuimarisha shughuli za viwanda nchini. Leo hii tumekuja kutembelea mashamba ya chumvi yaliyopo katika kijiji cha Mnete. Hapa pana jumla ya mashamba 24 na mashamba haya yanamilikiwa na Zamda Hatibu mwenye kumiliki leseni 2. Na zoezi linaloendelea hapa kupitia haya majaruba 24 ni zoezi la usafishaji wa majaruba, kwa maana kwamba maji yaliyokuwepo humu ndani yamechanganyika kwa kiasi kikubwa maji ya mvua na maji ya chumvi kidogo. Tumetoka kwenye msimu wa mvua, kwa hiyo maji mengi yaliyoingia kwenye majaruba haya ni maji ya mvua. Zoezi litakalofuata kutokea hapa ni usafishaji wa haya majaruba, kwa maana ya kutoa maji yenye mvua kwenye majaruba na kuruhusu sasa maji ya chumvi kuingia kwenye majaruba. Uzalishaji huu wa chumvi kwenye jaruba unategemewa kukaa ndani ya siku 30 mpaka 40 kulingana na hali ya kiangazi cha jua, hali ya upatikanaji wa jua mzuri. Jua likiwa vizuri, siku 30 zinatosha kuivisha chumvi na inakuwa iko tayari kwa ajili ya kuvuliwa. Lakini kama jua litakuwa ni siku nyingine halipatikani kwa uzuri sana, basi zinaweza likaenda kukaa kwenye jaruba mpaka kwa siku 40. Na Mtwara tunao eneo la fukwe kubwa ambalo linahamasisha uzalishaji wa madini ya chumvi. Kwa hiyo niko hapa kuwakaribisha wazalishaji wakubwa kuja kwenye pwani za Mtwara kwa ajili ya kuendelea na uzalishaji wa chumvi. Unaona hali tunaoendelea sasa ni uzalishaji ule wa kawaida wa kutumia tu jua, lakini kuna namna za kisasa zaidi za kuzalisha chumvi kwa kutumia heaters mbalimbali. Kwa hiyo tunawaalika wawekezaji wakubwa waje kushirikiana na wazawa, waje kumiliki leseni kuendeleza sekta ya chumvi Mtwara. Naye fundi sanifu madini kutoka ofisi ya afisa madini mkazi wa mkoa wa Mtwara, Nura Juma, amesema madini ya ujenzi kama mawe na kokoto yanayochimbwa katika kijiji cha Chipite wilayani Masasi yameendelea kuwa muhimili muhimu wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mikoa ya Mtwara na Lindi. Amesema kokoto zinazalishwa katika eneo hilo zinatumika katika ujenzi wa barabara, majengo, upanuzi wa bandari ya Mtwara na viwanja vya ndege, pamoja na ujenzi wa bandari mpya ya kisasa Mgao, hali inayochangia upatikanaji wa vifaa vya ujenzi vyenye ubora na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika ukanda wa kusini. Hapa karibuni Wizara ya Madini imetupunguzia gharama za pango annual rent kutoka shilingi 45,000 mpaka shilingi 20,000. Hii imetuhamasisha kuchukua maeneo makubwa ya uzalishaji. Hapo mwanzo tulikuwa tuna maeneo madogo na hata uzalishaji wa chumvi ilikuwa hatuzalishi chumvi iliyokuwa bora. Kwa hiyo sasa hivi serikali imetupendelea wazawa, imetupunguzia gharama na imetupa maeneo makubwa. Hapa eneo letu ni la hekta 80. Litakuwa shamba lenye mabilika 20 yenye ukubwa wa futi 200 kwa 150 na lina uwezo wa kutoa mifuko 70,000 kwa season. Kwa hiyo tuna imani kabisa tuna uwezo sasa wa kukiendesha kiwanda kile cha Nangurukuru ambacho karibuni tunakwenda kukizindua. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali, lakini pia tunamshukuru RMO kwa kutujali na kututhamini na kwa kutupa maeneo makubwa na kutusimamia jinsi gani tunavyofanya kazi.